Mambo yamezidi kuwa mengi zaidi. Jemedari Saidi ameweza kutoa majibu ya TPLB ambapo wamejibu Young Africans mara baada ya kutuma barua ya mwisho, barua ambayo Young Africans walitoa maelekezo yao na kuona kwamba wao kama Young Africans walitimiza taratibu zote kuelekea mchezo wa tarehe 8 ambao ulikuwa ni Kariakoo Derby, ambao Yanga alikuwa ndio mwenyeji wa mchezo. Hivyo kanuni ambazo walizitumia Simba kuweza kutokwenda kushiriki mchezo na bodi kuweza kugairisha huo mchezo wao, hawakuridhishwa na zenyewe na kutoa msimamo wao. Wakatoa msimamo wao mitatu ambao moja waliweka wazi kwamba Yanga wanahitaji kupewa alama 3 kutoka TFF, lakini jambo la pili walitoa taarifa ama tamko viongozi wawili wakitajwa waweze kujiondoa ama kujiuzuru kwenye mamlaka, lakini la tatu walisisitiza kama Yanga hawako tayari kucheza mchezo mwingine wowote ambao utahusisha mchezo namba 184 ambao ndio wa Kariakoo Derby dhidi ya Simba, na hivyo wakaweka wazi hayo ndio maamuzi yao ya mwisho. Jemedari Saidi amekuja na kuweka wazi kwamba bodi ya ligi imejibu Yanga hakuna alama 3 za bure. TPLB imejibu klabu ya Yanga kwamba hawezi kupata alama 3 katika mchezo ambao haukuwepo kwa kuwa uliahirishwa kwa kufuata kanuni. Wameambiwa wasubiri tarehe mpya ya kucheza mchezo dhidi ya Simba ambayo itatangazwa kama ilivyosema awali. Ni kwamba wamesema hakuna alama 3 za mizani. Yanga yaambiwa inaweza kushushwa daraja kwa kifungu cha 47 namba 18. Bodi ya ligi kuu imejibu klabu ya Yanga barua yake ambayo ilikuwa pamoja na mambo mengine inataka ipewe alama 3 na mabao 3 kwenye mchezo ulioahirishwa wa tarehe 8 Machi 2025. Katika barua ya tarehe 16 Machi 2025 yenye kumbukumbu namba TPLB CEO 2024-625, bodi inasema mechi iliahirishwa kwa kufuata kanuni na wala sio kwa sababu Simba Sports Club waligomea kama ambavyo Yanga walisema. Katika barua hiyo ya bodi yenye kurasa 3 na vipengele 12, bodi imewaambia Yanga mchezo ulioahirishwa rasmi saa 8 mchana. Baada ya hapo hakukuwa na taratibu zozote kuhusu mchezo huu ambapo ziliendelea, na kwamba maafisa wote wa mchezo ambao walikuwa wakifanya shughuli za mechi Benjamin Mkapa waliondoka isipokuwa wale wa usalama pekee. Hakukuwa na taratibu zozote za mchezo zilizoendelea kama zinavyoelezwa kwenye kanuni 17 ambazo zilifanywa ili kuipatia timu hiyo iliyopo kiwanjani alama 3 na mabao 3 kikanuni, ikiwemo kukagua timu hiyo. Inasomeka sehemu ya barua hiyo ya majibu kwa Yanga Afrika. Klabu yako inapaswa kuelewa kwamba kanuni za ligi kuu namba 17 kifungu cha 45 haisemi popote kwamba klabu ngeni inapaswa kuwasiliana na wadau wengine ili kutimiza takwa la kikanuni la wao kwenda kufanya mazoezi kwenye uwanja utakaochezwa mechi. Imesomeka barua hii ya bodi. Bodi aidha imesema waliita kikao cha dharura cha kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi baada ya kupokea ripoti tofauti zenye mfululizo wa matukio uliojenga msingi wa mgogoro uliotokea tarehe 7 Machi 2025 pale Benjamin Mkapa wakati Simba wakitaka kufanya mazoezi. Kutokana na umuhimu na unyeti wa taarifa zilizopokelewa, zingine zilitishia usalama, vitisho, tuhuma za rushwa ambazo zinachukuliwa kwa umuhimu wa upekee kwenye soka, kamati iliona umuhimu wa kuahirisha mechi ili kuepuka changamoto za kiusalama kabla hazijatokea, kabla au baada ya mechi, ili kujipa muda na pengine kuhusisha vyombo vya kitaifa vya uchunguzi, imesema barua hii ya bodi kwenda Yanga.
kamati iliona matokeo hasi ya kuahirishwa mechi ni madogo kuliko matokeo hasi ambayo yangetokea kwa mechi hiyo kuchezwa. Aidha, kwa kupelekea timu kiwanjani, Yanga wamekiuka kanuni namba 47 kifungu cha 18. Hii ni barua ya kamati kuelekea Young Africans ikitoa majibu kwa kile ambacho Yanga waliweza kukiandika mara ya mwisho. Tunafahamu kwamba barua ya mwisho ya Young Africans iliwekwa hadharani na walitoka na msimamo wao rasmi nini hasa Young Africans wanakihitaji, na kwenye barua hiyo walioainisha baadhi ya vitu ambavyo waliona kwao haviko sahihi kwa upande wa bodi ya ligi na kanuni iliyopelekea kuahirishwa kwa mchezo huo. Lakini pia ukitazama kwa kiasi kikubwa, Young Africans waliweza kuweka misimamo mitatu ambayo wao walikuwa wanaihitaji, ambayo bodi ya ligi imeona misimamo hiyo haina mashiko na hicho kitu hakitaweza kutokea. Kinachotakiwa kusubiriwa ni tarehe rasmi ambayo itapangwa ya mechi yenyewe kuweza kupangwa kama kanuni ambavyo inaweza kusema. Lakini kubwa zaidi, tunafahamu ya kwamba katika tukio hilo, mara baada ya mechi kugairishwa mishale saa 8, Young Africans walipeleka timu kama kawaida, lakini bodi imeona Young Africans pia walikiuka kanuni ambayo iliwapasa wao kutokupeleka timu, kwa sababu tayari taarifa ilikuwa imekwisha kutoka rasmi kuhusiana na mchezo kugairishwa. Lakini Young Africans wao ni kama walipouza na kuipeleka timu uwanjani, huku tayari ukitazama maafisa waliokuwa wanahusika na mchezo walikuwa wamekwisha kuondoka uwanjani na taarifa rasmi ikiwa imeshatoka, na Yanga wakapeleka timu uwanjani bila kuwepo na maafisa wote ambao huenda wangepelekea wao kupewa alama 3 ambazo wanazihitaji. Kwa upande huo mambo yamekuwa hivyo na kanuni zinaendelea kuzingatiwa kwa mujibu wa taarifa hiyo kutoka TPLB. Mambo yatakuwaje? Young Africans walishaweka msimamo wao, lakini bodi wanadai Yanga wanapaswa kusubiri tarehe husika. Lakini pia kwa kanuni ambayo ilipelekea Yanga kupeleka timu uwanjani inaweza kuwapelekea wao kuweza kushushwa daraja na kulipa faini. Mambo yamekuwa mengi zaidi, tusubiri kuona nini hasa kitatokea. Tuambie nawe maoni yako kuhusiana na hili sakata ambalo linaendelea kwa kiasi kikubwa. Maoni yako ni yapi? Lakini kubwa zaidi tu, endelea kuwa mwanafamilia bora wa Mtanange TV kwa kuendelea kufuatilia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo, pia kwa kuweza kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV. Maoni yako ni muhimu kwa kile ambacho kinaendelea. Mwisho wa hili sakata utakuwaje? Majibu gani yatatoka? Tarehe itapangwa, Young Africans watapeleka timu uwanjani? Ni swala la kujiuliza, kama serikali pia imesema inasubiri kuona tarehe ambayo rasmi itapangwa kuhusiana na hili jambo. Mambo ndio yako hivyo, maoni yako tujuze hapo. Pia tunapatikana, utatupata kama Mtanange TV pale vizuri kabisa. Facebook pia utatupata kama Mtanange TV. Huko pote matukio mbalimbali ya kimichezo yanayojiri maeneo mbalimbali viwanjani, lakini exclusive interview mbalimbali na wadau wa mpira wa miguu zote zinapatikana hapo. Tuko hapa kuhakikisha kwamba tunakupa chakula cha ubongo cha michezo na kupata taarifa mbalimbali na uchambuzi tofauti kuhusiana na yale ambayo yanaendelea kujitokeza katika mpira wetu Tanzania, tukijua kabisa mengi zaidi yanaendelea kujitokeza. Kwa yote ambayo yataenda kutufikia, pia tutasogeza kwako kabisa kwa bora na uharaka zaidi.